Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Qasim Mustimani. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Kaimu Sheikh wa mkoa wa Singida akabidhiwa ofisi chini ya usimamizi wa jeshi la polisi. Mtoto Johnson Juma Magesa, mkazi wa kijiji cha Nyakanga wilayani Bunda mkoani Mara, afa maji akiwa anaogelea bwawani. Katika habari za kimataifa, Kenya yapokea shehena vifaa vya matibabu kutoka India ili kuimarisha uwezo wake wa kujiandaa dhidi ya Ebola. Na mtazamaji, awali ya yote ni kukumbushe, mbali na kuifuatilia taarifa hii ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata kupitia akaunti ya YouTube ya Mahasin TV official channel na Azam Max app. Tuanze habari za kitaifa kutoka mkoani Singida. Baada ya mvutano wa hapa na pale kwa siku kadhaa, hatimaye Kaimu Sheikh wa mkoa wa Singida Sheikh Isa Ramadhan Simba amekabidhiwa rasmi ofisi chini ya usimamizi wa vyombo vya ulinzi na usalama kufuatia aliyekuwa Sheikh wa mkoa huo kugoma kukabidhi ofisi ndani ya muda uliopangwa. Kutoka mkoani Singida, Ramadhan Idi ana masimulizi zaidi. Zoezi hilo limeongozwa na afisa tawala kutoka BAKWATA Taifa makao makuu, Mwalimu Rashid Kasim, ambaye ameeleza kuwa uamuzi huo umefikiwa baada ya aliyekuwa shekhe wa mkoa huo kushindwa kukabidhi ofisi kwa muda uliopangwa. Na maelekezo ya katibu mkuu alisema kwamba tufanye makabidhiano haya leo kwa kushirikisha serikali ya mtaa, lakini kushirikisha vyombo vya usalama na ulinzi ili kuweza kushuhudia zoezi hili linavyokamilishwa. Kwa alhamdulillah rabbil alamin, tumashirikisha serikali ya mtaa ambao yupo mtendaji na pia wapo viongozi wa ulinzi na usalama ambao wamekuja kusimamia makabidhiano haya. Akizungumza baada ya kukabidhiwa ofisi hiyo, kaimu shekhe wa mkoa wa Singida Shekhe Isa Ramadhan Simba amemshukuru shekhe mkuu na mufti wa Tanzania, huku akiwaomba Waislamu wa mkoa wa Singida kuwa na utulivu. Kwa leo mimi sitokuwa na maneno mengi zaidi ya kusema tumepokea, na baada ya kupokea basi tunamwomba Mungu atuongoze ili tuwaongoze Waislamu wa Singida, tuwafikishe kwenye malengo ya mufti anavyotaka. Nikushukuru sana Sheikh Rashid. Pole na umpata shida kidogo, lakini haya ni makadiri ya Mwenyezi Mungu, siku ya leo ndio aliokuwa ameipanga. Pia tuwashukuru viongozi wetu wa usalama ambao tumekuwa nao kwenye jambo hili toka mwanzo mpaka limefika hatima, na kuhakikisha kwamba hakuna aliyekwaruzwa wala aliyejeruhiwa katika kukamilisha jambo hili. Jambo lililotokea tulioni la kawaida, ni makadiri ya Allah. Kwa hiyo aliyekuwepo ni mwenzetu na aliyekuja ni mwenzetu zaidi. Kwa hiyo tushirikishane katika kuhakikisha kwamba matarajio ya Mheshimiwa Mufti yanatimia
kwa sisi kusimama vizuri kutoa huduma inayostahili kwa wananchi na Waislamu wa mkoa wa Singida. Mnamo tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026, Baraza la Ulama katika kikao chake lilipitisha uamuzi wa kumsimamisha Sheikh Isa Nasor kama Sheikh wa mkoa wa Singida na kumteua Sheikh Isa Ramadhani Simba kukaimu nafasi hiyo. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idi Limo wa Mahasin TV. Asante sana Ramadhan Idi kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Singida. Tunatoka kanda ya kati tunavuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Rais wa Zanzibar na ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kila mwananchi ana wajibu wa kuunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali katika kuleta maendeleo, ikiwemo kulinda miundombinu ya vituo vya magari ya umeme vinavyoendelea kujengwa katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Tupate taarifa kamili. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa mabasi ya umeme pamoja na kituo cha mabasi hayo uliofanyika Malindi, Zanzibar. Dr. Mwinyi amesema uzinduzi huo ni sehemu ya juhudi za serikali kuboresha sekta ya usafiri na kuongeza huduma za kisasa kwa wananchi. Sote tumeshuhudia kasi ya ujenzi wa vituo vya mabasi hasa katika barabara ya uwanja wa ndege. Naomba wananchi muunge mkono jitihada hizi za serikali katika kuleta maendeleo ya nchi yetu, hasa katika sekta ya usafiri wa umma. Kila mtu aone fahari kwa jambo hili na awe mlinzi wa miundombinu ili dhamira ya serikali ya kuanzisha mradi huu iweze kufikiwa. Tunajenga vituo hivi katika maeneo mbalimbali, tena vituo vya kisasa kabisa. Ninaomba sana sote tuwe walinzi wa miundombinu hii mipya tunayojenga. Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa serikali itaendelea kutekeleza ahadi nyingine ilizotoa, zikiwemo ununuzi wa teksi za baharini na ujenzi wa huduma ya treni kwa lengo la kuimarisha miundombinu ya usafiri na kurahisisha usafiri wa wananchi pamoja na kuchochea maendeleo ya Zanzibar. Serikali yenu sasa hivi inatekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi ya barabara nchi nzima, mijini na vijijini. Miradi ya hospitali za wilaya na mikoa na rufaa. Miradi ya ujenzi wa skuli za maandalizi msingi na sekondari. Miradi ya masoko katika maeneo mbalimbali. Tutaendelea na kasi ya ujenzi wa miradi. Katika awamu hii ya pili ya serikali ya awamu ya 8, kasi yetu itakuwa kubwa kuliko awamu ya kwanza. Hiyo ndo taarifa ninayowapa. Hafla hiyo pia imehusisha uzinduzi wa kadi maalum za usafiri kwa wanafunzi, wazee na abiria wengine, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma za usafiri kwa makundi mbalimbali ya wananchi. Hatua ya ufunguzi wa kituo hiki ni mwendelezo wa jitihada za serikali za kuimarisha haiba ya mji wetu wa Zanzibar na kutoa huduma bora za usafiri wa kisasa kwa wananchi wake. Kwa hivyo leo wakati tunazindua mwanzo wa usafiri wa umma unaotumia umeme, hii ni hatua ya awali. Kama tulivyoambiwa, mabasi haya yanatarajiwa hatimaye kufikia mabasi 500. Mji wetu wa Zanzibar wote uhudumiwe na mabasi ya kisasa ya aina hii ambayo hayatumii diesel wala petroli, na uchafuzi wa mazingira tutaondoa. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mara, mtoto aliyefahamika kwa jina la Johnson Juma Magesa, mkazi wa kijiji cha Nyakanga wilayani Bunda mkoani Mara, amefariki dunia wakati alipokuwa anaogelea katika bwawa la maji lililopo jirani na kijijini kwao na kunasa katika tope, hali iliyopelekea kupoteza uhai wake. Taarifa kutoka mkoani Mara inasimuliwa na Zuberi Ngaya kutoka hapa studio. Akielezea jinsi tukio hilo lilivyotokea, mwenyekiti wa kitongoji cha Nyakanga Kati Idrisa Nyamuhanga ameelezea jinsi alivyopokea taarifa za tukio hilo kutoka kwa wanafamilia wa marehemu huyo. Katika harakati ya kumtafuta wazazi wake, wakatafuta sehemu mbalimbali. Kulikuwa na guri hapo mterani hapo sokoni, kaenda kosa. Wakati wa chakula cha jioni, mshwasi wakarara. Baada ya kulala muda wa mpira usiku wa saa 6, wakatembea kwenye mabanda kwa ajili ya kumtafuta ili kabla atakuwa kwenye mpira akakosekana.
Basi wakalala. Asubuhi kuna bibi yake alikuja kuchota maji, akakuta nguo ziko hapo, suruali, viatu. Sasa ndo kahisi kumbe kuna mtoto amedumbukia maji. Nikapigiwa simu asubuhi, watu wakakuta watu wamejaa hapa. Basi nikampigia mwenyekiti wangu wa kijiji, akawa amesema na vizuri kidogo kufika. Basi nikachukua jukumu la kupiga simu zimamoto, jeshi la zimamoto. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara, mrakibu wa jeshi la zimamoto na uokoaji SF Clementina Kenje, ameelezea jitihada zilizofanywa na jeshi hilo kwa kushirikiana na wananchi kutafuta mwili wa mtoto huyo. Baada ya kufika eneo la tukio, tulifanya jitihada za kumtafuta aliozama katika bwawa hilo bila mafanikio. Na ilipofika majira ya jioni saa 12 baada ya kiza kuingia, tuliahirisha zoezi na kwenda asubuhi. Kabla hatujafika eneo la tukio, tayari tulipata taarifa za kwamba mwili ulikuwa umeshaibuka kwenye bwawa hilo. Hivyo askari walipofika eneo husika waliweza kusaidia kutoa mwili na kusubiri taratibu nyingine za familia ziendelee. Wito kwa wakazi wa eneo husika, tunawashauri waweze kuwalinda watoto wao, wasiweze kutumia maeneo yale hatarishi kwa sababu bwawa lile inasemekana kuna tope kubwa sana chini. Awali, baadhi ya wananchi wa kitongoji hicho wameiomba serikali kuwajengea uzio katika bwawa hilo ili kuzuia watoto wasiingie maeneo ya karibu na bwawa hilo. Tatizo la hapa kwetu Nyakanga, hasa katika rambo hili, huyu mtoto anaweza akawa ni mtu wa 6. Watu ambao wanakufa hapa, na hata watu wazima, sio mtoto tu, wanakufa kwenye rambo hili. Lakini sasa hatuna msaada wa kusema kwamba tutapata wapi maji ili watu waepukane na hili rambo. Hata ikiwezekana basi lifikiriwe kuliko matukio ambayo yanatupata. Watu natamani kwa kupitia changamoto zinazotokea ili kusudi hata tupate uzio wenyewe, tuweke uzio kwa sababu ya kuwalinda wale watoto ambao, maana kuna wakati watoto unajikuta wanacheza huko hauna habari. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko kutoka jijini Dar es Salaam, katika kustawisha uchumi wa jumuiya, Baraza Kuu la Waislamu nchini Tanzania BAKWATA linataraji kuzindua kitega uchumi na kituo cha kibiashara mkoani Kagera, BAKWATA Commercial Complex, uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 8.5 mnamo mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam inasimuliwa na Hilal Sefuriani kutoka hapa studio. Uzinduzi wa kitega uchumi hicho ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya BAKWATA ya kiuchumi pamoja na kufanyia kazi kwa vitendo kauli mbiu ya Mufti Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali ya jitambue, badilika, acha mazoea. Na ndio maana tukaanza kubuni miradi. BAKWATA ina maeneo mengi ambayo yalilala, ambayo hayatumiki, ambayo yalikuwa hayana uzalishaji wa aina yoyote. Tukaingia katika maandiko mbalimbali ya kitaalamu. Tunashukuru katika maandiko yale yameanza kuzaa matunda. Mradi wa kwanza kabisa ni ule mradi wa pale Kagera, Bukoba, BAKWATA Commercial Complex Kagera, ambao ni wa kitega uchumi wenye thamani ya bilioni 8.5. Mradi ule umechelewa kidogo kumalizika, lakini sasa hivi ulitakiwa uwe umeshaanza kazi yake, lakini tunatarajia mwisho wa mwezi huu mradi ule utakamilika. Kwa hiyo mwanzo wa mwezi ujao mradi ule utakuwa unaanza kufanya kazi rasmi. Aidha, akizungumzia mradi wa kitega uchumi unaotaraji kutekelezwa katika eneo la mashine 3 mjini Iringa, katibu mkuu huyu wa BAKWATA amesema upo katika hatua za mwisho kuanza kwa ujenzi wake. Na project imeshaandikwa pale, imeshapitishwa na iko katika hatua za mwisho za ujenzi. Mradi ule utagharimu karibu bilioni 20, kati ya bilioni 24 au 23, ambazo pia tutaujenga kwa kutumia wenzetu wa Albaraka CRDB Bank, ambao wao watajenga, lakini ndani ya kipindi cha ndani ya miaka 10 vitega uchumi vyote vile vitakuwa marejesho yametimia, na vile vitega uchumi vitakuwa vimebaki kwa 100% katika BAKWATA. Tukitoka Iringa tunakwenda mradi mkubwa sana wa Arusha, tumeuzindua juzi. Ni mradi mkubwa kuliko yote ya BAKWATA ambayo tunayo. Mradi ule ni mradi wa thamani ya bilioni 70. Aidha, BAKWATA inapanga kutekeleza miradi mingine ikiendelea na ujenzi wake katika mikoa ya Dodoma, Tanga na Mwanza. Tukuimarisha uchumi wa namna hii, yale mambo ya mtu kuja BAKWATA
anaomba msaada, anapewa barua akachangishe huko, itakuwa hakuna sasa, bali tutakuwa tukishafanya upembuzi tukajua huyu ni mhitaji hasa, tutakuwa na uwezo wa kumsaidia pale pale. Wako wanalalamika mufti hajasaidia, lakini angesaidia kwa kutumia uchumi gani? Sasa hivi tunatafuta uchumi ili uweze kuwepo, ili tuweze kutatua matatizo ya baraza ya Waislamu wengine, lakini pia changamoto za watu kama walemavu, mayatima, wajane na walioharibikiwa ambao wanastahili kupewa kwa mujibu wa dini yetu. Aidha, kwa mujibu wa katibu mkuu Mwalimu Nuhu Jabiri Mruma, mbali na vitega uchumi hivyo, BAKWATA pia inaendelea na ujenzi wa misikiti mikubwa na ya kisasa katika mikoa mbalimbali ikiwemo mikoa ya Mara na Geita. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Bi Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Hilal Sefuriami, na sasa ni hapa jijini Mwanza. Jeshi la polisi mkoani Mwanza kupitia kikosi chake cha usalama barabarani limetoa elimu ya usalama barabarani pamoja na huduma ya ukaguzi wa hiari wa magari kwa askari wa Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ kikosi cha MTC ili kukabiliana na ajali za barabarani. Kutoka hapa jijini Mwanza, Zuberi Mgaya ana undani wa taarifa hii. Akizungumza mara baada ya kupatiwa elimu hiyo, MP Kamanda wa Mwanza Transit Camp Captain Frankie Machango Machera amelishukuru jeshi la polisi kwa kuwafikishia elimu hiyo pamoja na huduma ya ukaguzi wa magari, akisema hatua hiyo itasaidia kupunguza ajali na migongano inayoweza kutokea barabarani. Leo tumepata elimu ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani. Elimu hii imetolewa na ofisi ya RTO Mwanza na tunashukuru kwa elimu tuliyopata. Hii itatusaidia kuepuka migongano ambayo inaweza kutokea barabarani huko. Tunafurahi sana kwa ushirikiano mlio jeshi la polisi inaonyesha kwetu, imeweza kutuletea elimu hapa ndani ya kikosi. Aidha, Captain Frankie ameelezea jinsi mafunzo hayo yalivyorahisishia kutambua mfumo huo mpya ambao ungewalazimu kufika katika ofisi husika kufuata huduma hiyo. Hii ni kutokana na agizo la serikali ambayo inatutaka kila mwendesha chombo cha moto basi awe amefanya taratibu zote za wiki ya nenda kwa usalama mpaka kufikia hatua ya kupata stika, na magari yetu yote yamekaguliwa. Tunashukuru kwa kweli, zoezi limeenda vizuri. Hii imetuokolea na muda, badala ya watu kwenda kusongamana pale polisi, basi polisi wameweza kutuletea watu hapa na wametufikishia huduma hii tukiwa hapa kambini. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Sunday Ibrahim, amewataka askari hao kujenga utamaduni wa kutii sheria bila shuruti ili kujiepusha na ajali za barabarani. Familia yangu inanisubiri. Unaona kama ni maneno ya nani yana uzito mkubwa sana. Sawa? Peleka akili kwenye nini kwanza? Familia ile iacha kule. Au sio? Inakusubiri, baba ametoka, mama ametoka. Sasa wewe unafanya mapuza ya barabarani, mwisho wa siku unaingia kwenye majanga ya ajali. Ni mfumo jumuishi ambao unabeba issue zote za ukaguzi wa gari. Sasa huu mfumo wetu tunaingiaje? Mfumo wetu tunaingia kwenye simu janja zetu, kwenye Google. Tunaandika tu neno MIMIS. Ukishaandika neno MIMIS ukasearch, itatokea neno motor vehicle inspection. Asante sana Zuberi Mgaya kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Mwanza. Mtazamaji, tunatoka kanda ziwa tunaelekea kanda magharibi kutoka mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua ameyashukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi katika fani mbalimbali sambamba na kuwapatia elimu juu ya ulinzi wa amani. Taarifa yake Emmanuel Matinde kutoka mkoani Kigoma inasimuliwa hapa studio na Nuhu Kasim Stima. Dr. Chwachua ametoa shukrani hizo kwa niaba ya serikali kwenye mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi katika chuo cha ufundi stadi VETA Kigoma, yaliyotolewa kupitia mradi wa Dumisha Amani unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP. Mimi nimefurahi sana kwa sababu champion namba 1 ambaye wakati wote na namsikiliza mara kwa mara akiwa anazungumza, anasisitiza amani. Anasisitiza umuhimu wa kulinda amani yetu, kuijenga nchi yetu, umuhimu wa kuwa wazalendo. Tanzania ni yetu sote.
na Tanzania hii inawategemea nyinyi vijana zaidi kuliko sisi ambao siku zetu za kuishi pengine zimebaki kuwa chache. Kwa hiyo nyinyi ndio wenye nchi hii, na kwa maana hiyo mnayo kila sababu ya kushika usukani kwa kulinda amani yenu. Tuhubiri amani, upendo na mshikamano. Akitoa taarifa ya mradi wa dumisha amani, mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Kigoma, mhandisi Paul Kimenyi, mafunzo hayo yametolewa kwa vijana 60 waliochaguliwa miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi katika chuo hicho ndani ya kipindi cha miaka 2 hadi 3 iliyopita, ambao bado hawajapata ajira. Malengo makuu ya mradi huu ni kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mafunzo ya ufundi stadi yatakayowezesha kujiajiri na kuingia katika soko la ajira, kuhamasisha uanzishwaji wa vikundi vya vijana vya ujasiriamali kwa ajili ya kukuza mitaji na kuboresha kipato, pamoja na kutoa mafunzo ya ujenzi wa amani, utatuzi wa migogoro na kuimarisha mshikamano katika jamii. Ujuzi, elimu na maarifa itawasaidia nyinyi kupata kipato. Ukiwa umepata kipato, amani inazidi kudumu kwako, kwa sababu hata ukikutana na changamoto ya namna gani haiwezi kukuteteresha, utaweza kustahimili. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa dumisha amani kutoka UNDP, Josephine Sepeku, amesema hawataishia hapo, kwani mradi huo utafadhili vituo vya vijana katika kila chuo cha VETA kilicho katika mradi huo kulingana na mahitaji. Na tutachangia $42,000 ukiachanga na pesa zilizotumika sasa kwa ajili ya kuwafadhili vijana kwa mafunzo. Na baada ya hapo tutawashirikisha katika process nyingine zinazofuata katika kuendeleza jamii, ambapo kuna mashine mbalimbali na mahitaji mbalimbali. Tukafanya utafiti mdogo wa kujua vijana katika mipaka ya Tanzania wanaguswa na kitu gani, na tukaweza kufahamu, na kwa sababu hiyo mradi ukalenga vijana. Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo wamesema yamewasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi yao. Tumejifunza vingi pamoja na semina ya muda mfupi ya dumisha amani. Tumekuwa mabalozi wazuri, tunajua nini maana amani na jinsi gani ya kulinda amani, kutunza amani. Amani inapokuwepo unakuwa uhuru kufanya kazi zako, kufanya mambo yako, kujipatia kipato. Lakini amani inapotoweka huwezi kufanya chochote. Changamoto nilizopitia nikiwa mtaani ni kwamba nilimaliza umeme, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sivifahamu. Lakini kutokana na hii programu iliyoendeshwa, kuna vitu ambavyo nimevipata, nimeongeza ujuzi. Kwa mfano nilikuwa sijui jinsi ya control mashine, lakini kwa sasa hivi nimeweza kufahamu. Hivyo hii programu imenisaidia sana. Naam, mtazamaji, kwa taarifa yake Emmanuel Matinde kutoka mkoani Kigoma, kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Nuhu Kasim Stima, ndio tamati ya habari za kitaifa ndani ya Kapu la Habari na hapo zako kwa sekunde chache. Punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika kwa mara nyingine tena Nuhu Kasim Stima ambaye atarejea na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.
Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kapu la habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Nuhu Kasim Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Kenya imepokea shehena ya kwanza ya tani 4.5 za vifaa vya matibabu kutoka serikali ya India ili kuimarisha uwezo wa nchi hiyo wa kujiandaa na kukabiliana na uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Shehena hiyo imekabidhiwa rasmi na kamishna mkuu wa India nchini Kenya, waziri wa afya Aden Daule, katika hafla iliyofanyika siku ya Jumatano Julai 22, 2026. Msaada huo ni sehemu ya jitihada pana za India kusaidia nchi za Afrika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana na milipuko ya Ebola. Vifaa vya matibabu vilivyotolewa vinajumuisha vifaa vya kujikinga binafsi PPE, vifaa vya kusafirisha sampuli za vipimo, vipima joto vya infrared, kinga za uso, viatu vizito vya kujikinga pamoja na vifaa vingine vya kuzuia na kudhibiti maambukizi. Shehena ya pili ya msaada wa matibabu inatarajiwa kuwasili Kenya ndani ya siku chache zijazo. Wakati wa hafla ya makabidhiano, maafisa walisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kuimarisha mifumo ya afya na kuboresha maandalizi ya kukabiliana na dharura zinazotokana na vitisho vya magonjwa ya kuambukiza. Msaada huo unakuja wakati Kenya ikiendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, maandalizi na hatua za haraka za kukabiliana na dharura ili kujikinga dhidi ya hatari ya kuenea kwa Ebola, kuvuka mipaka na magonjwa mengine mapya ya kuambukiza. Kwingineko, waasi wa Kihudhi nchini Yemen wamedai kuzishambulia meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu siku ya Jumatano ya Julai 22, 2026. Hatua hiyo inaweza kusababisha kupanuka zaidi kwa mzozo katika vita vya Marekani na Iran ambavyo tayari vimeenea katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Wahudhi walisema walifanya mashambulizi kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya meli mbili za mafuta za Saudi Arabia ambazo kwa mujibu wao zilikiuka zuio la usafiri wa baharini. Baada ya mashambulizi hayo, kundi hilo limetaja meli hizo kuwa ni Enselia na Laila ambazo zilikuwa zikifanya safari zake za kusafirisha mafuta kupitia bahari ya Shamu. Kitengo cha Uingereza kinachofuatilia na kuratibu taarifa za usalama wa meli za kibiashara katika maeneo yenye hatari baharini UKMTO kimesema kuwa nahodha wa meli moja aliripoti kushambuliwa na kitu kisichojulikana kilichorushwa takriban maili 70 za baharini kusini magharibi mwa Al-Shuqaiq nchini Saudi Arabia. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Marekani na Saudi Arabia zimesaini makubaliano muhimu ambayo yataruhusu ufalme wa Ghuba kuunda mpango wa nyuklia wa kiraia. Mkataba huo unaeleza kuwa makubaliano ya ushirikiano wa amani katika masuala ya nyuklia ambayo yatatoa fursa kubwa kwa kampuni za Marekani kushiriki katika mpango wa nishati wa nyuklia wa Saudi Arabia kulingana na idara ya nishati ya Marekani. Mkataba huo haujawekwa wazi kwa umma, lakini vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba unaweza kuiruhusu Saudi Arabia kurutubisha madini ya urani katika siku zijazo. Urani hiyo inaweza kutumika kama mafuta ya kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme, lakini pia inaweza kutumika kutengeneza mabomu ya nyuklia. Wataalamu wanasema hatua hiyo itakuwa ya kwanza kwa Marekani na inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa silaha za nyuklia katika eneo ambalo tayari lina changamoto za ukosefu wa utulivu. Idara ya nishati ya Marekani ilisema kwamba makubaliano ya pande mbili ya hatua za ulinzi na usalama yalisainiwa pamoja na mkataba huo wa ushirikiano. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Kasim Stima. Asante sana Nuhu Stima kwa yale ambayo umetuandalia na kutosimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sitaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Kaimu Sheikh wa mkoa wa Singida akabidhiwa ofisi chini ya usimamizi wa jeshi la polisi. Mtoto Johnson Juma Magesa, mkazi wa kijiji cha Nyakanga wilayani Bunda mkoani Mara, afa maji akiwa anaogelea bwawani. Katika habari za kimataifa, Kenya yapokea shehena vifaa vya matibabu kutoka India ili kuimarisha uwezo wake wa kujiandaa dhidi ya Ebola. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi siku na wakati mwingine tena. Mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari za kimataifa
tulikuwa naye Nuhu Kasimu Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.